ambao walikuwa kwenye wajibu wao wa kutimiza majukumu ya kikatiba, kisheria na dunia nzima. Mwandishi wa habari hata vitani anatoa ripoti. Lakini tunavyoongea tuna waandishi wa habari walikamatwa, ikiwemo mwandishi wa habari wa Global Dada Grace, yeye amekamatwa pamoja na watu wa Chadema na akawekwa kwenye defender kwa masaa mengi sana pamoja na kuzungushwa. Lakini vile vile katika hao ambao tunasema walienda ununio na kutupwa, wawili ni waandishi wa habari. Katika hao tunawatafuta wanne. Wawili ni waandishi wa habari ambao ni mwanamke mmoja na mwanamume mmoja. Kwa hiyo kwa maana hiyo tuna victim ambao ni waandishi wa habari. Sisi kama Chadema tunawapa pole, sababu haya mnayofanya ni majukumu yenu, msiogope, ni wajibu wenu. Lakini vile vile mna vyama vyenu hivi vya waandishi wa habari, tunavitegemea vitoe makalipio na kulaani vitendo hivi vya nyinyi kupata dhama na kuteswa, kuchanganywa na watu wengine, ikiwemo kupata manyanyaso ya kikatili kiasi hichi. Kwa hiyo tunatarajia vyama vya kitaaluma vya waandishi wa habari na vyenyewe vitapaza sauti kukemea yanayoendelea. Na huyu aliyekuja sasa hivi kama anaitwa nani? Jelson Desi ameletwa sasa hivi akiwa hawezi kutembea katikati ya press hii. Huyu amepatikana ununio katika wale wanaofanya doria wa mapolini wa ununio. Maana yake katika ununio wale 13 huyu anakuwa ni wa 10. Kwa maana yake tumeachia watu watatu ambao hawajulikani walipo. Kwa kule kuna wanachama na wananchi wengine na mwingine naye ununio. Amekuja nao kidogo lakini wanajua wanaweza kutembea. Ana majeraha. Na wewe ni ununio. Habari kunachukua vile waandishi wa habari. Ambao ni waandishi wa habari. Ni wanachama. Anaitwa nani? Huyu Ali Omari mwanachama wa Chadema kutoka Kigamboni, na yeye ni miongoni mwa watu wamejeruhiwa, mmeona damu t-shirt yake. Hao wamepatikana sasa hivi ununio. Maana katika wale watu wanne tulipoanza press tukatafuta watu wanne. Ni ununio ni Temeke. Umetupwa Temeke. Sehemu gani? Hapa maeneo kabla hujafika Temeke Sudan. Kutoka Wasibu na kuja mbele. Karibu na kutoka hoteli ya Sudan karibu na Sudan. Huyu anasema katika wale wa ununio bado watatu vile vile. Huyu mmoja amepatikana katika wale wa ununio, wanne waliopotea tumepata mmoja ambapo bado watatu. Lakini huyu naye kumbe alikamatwa, yeye akupelekwa ununio. Ameteswa, amepigwa, lakini walimpeleka njia ya Temeke. Wameenda kumwacha kule maeneo ya bandari kule kama unaenda Sudani. Wakamtelekeza sehemu ambapo walina watu, kajikongoja hapa akapata usafiri wa pikipiki, kabla mpaka hapa kuja kutoa taarifa. Karibu sana na pole sana kamanda. Kwa hiyo tunaendelea kutafuta wenzetu. Ndio nimesema katika zile familia za watu 10 ambazo hawajulikani walipo. Maana yake na familia ya Ali Omari hapa nayo itakuwa ni miongoni ambao iliripoti kwamba mtu wao alitoka kwenda mahakamani lakini simu hazipokelewi, na hao jamaa watu wote waliokamatwa simu zao zimeibiwa, na huyu naye simu anasema amechukuliwa. Cha kwanza wanakuibia simu, wanakusachi kama unaona wanachukua, na kama viatu vyako na vitu vingine walikuwa wananiambia kwamba wataniua. Nyinyi ni vijana mmejifanya kielele ndani ya nchi hii. Sisi tutawaua na tutawakomesha na mtakoma. Kwa hiyo ndugu zangu, mateso niliyoyapata ni kupigwa na kuambiwa tutakuua. Kwa hiyo mateso ni makali sana ndugu zangu. Lakini kwa sababu sisi ni vijana, tumeamua kujitolea kwenye nchi yetu kupigania haki. Hatuwezi tukarudi nyuma kwa kupigania haki. Hawawezi wakaua, wamemuua Soka, wamemuua Alikibao, wamemuua wetu wengi. Lakini sisi hatuwezi kurudi nyuma kwa kusema kwamba tuogopa kufa. Sisi tutakufa tu. Tutakufa tukiwa tunatembea, tutakufa tukiwa kwenye mapambano. Hatuwezi kuogopa kurudi nyuma. Tutakufa huku tunatembea. Tutakufa tunapigania haki. Tutakufa tunapigania maisha yetu. Tutakufa tunapigania vizazi vyetu. Tunaomba tuweze kurudi nyuma. Tuendelee na mapambano mbele kwa mbele. Mwenyekiti wetu yuko ndani, tusirudi nyuma. Kufa sisi tutakufa ndugu zanguni. Pause. Sakatari Omari pamoja na maumivu. Sasa unaweza ukaamini kuna watu wanaamini ukipiga watu katesa ndio unawarudisha nyuma. Huyu kapigwa risali moja iliyopita tu dakika 40. Kapata mateso yote, katelekezwa, kaibiwa kila kitu. Lakini ana courage ya kutafuta chama chake kilipo ni wapi, makao makuu,
anakuja anatoa ripoti na bado ndio kwanza wamemzidishia hasira ya kupambana dhidi ya uzalimi. Sasa la mwisho kabla sijahitimisha la kituko, press ikiwa inaendelea hapa, jeshi la polisi wameenda Mwananyamala kwa majeruhi wetu, eti wanawahoji kimewatokea nini. Ndio nchi ina vituko. Otherwise serikali tuambie ndani ya jeshi la polisi kuna majeshi mawili. Lakini jeshi la polisi ambao limemkamata mtu Kisutu, limetumia defender ya polisi, watu wana uniform za polisi, umepeleka Ununio, umetesa watu, umetupa. Alafu watu wamejikongoja, wamepatikana. Wewe unaenda wodini ICU. Kuna watu wako ICU na kuna watu wako vyumba vya X-ray. Eti polisi wana makaratasi wanataka kuchukua maelezo, wawahoji wale kimewatokea nini na kwa nini wameumia ilikuwaje kuweje. Hiki kichekesho sio kichekesho. Sasa viongozi waliopo pale Mwananyamala tumewaambia wasiwape ushirikiano. Huku ni kuchezeana na kutoana akili. Na sisi tukimaliza hapa viongozi wote wakuu tutarudi kwa wagonjwa wetu. Kwa sababu huwezi kutuambia wakitukubalia kuna majeshi ya polisi mawili tuko tayari kutoa maelezo. Sawa sawa? Ili tuambiwe jeshi la IGP wa Mbula ndio liliwatupa hao Ununio au jeshi la IGP wa Mbula ndio linawahoji liliwatupa hao Ununio jeshi la polisi lingine. Tutakuwa tuko tayari tukijua kuna majeshi mawili. Yaani wao tu watuambie mtusamee, tulisahau kuambia nchini tuna polisi mbili. Kuna ya fulani na ya fulani. Sasa ili wapiga na kuwatupa Ununio wale ni ya fulani. Sisi ni polisi wema, watu wahoji tuwatafuta wale watupa Ununio tuwashtaki. Tutakuwa tuko tayari kutoa maelezo, lakini kwa nchi hii ambayo tunajua jeshi la polisi moja likutupa Ununio, baadaye likufuata hospitali likuulize kitu kitokea nini kuchukua maelezo kana kwamba likawatafuta wale kutupa Ununio. Kwetu tunaona ni mzaa na kuchezea haki za watu vile vile. Sasa nihitimishe tu kwa kusema kama nilivyosema, hii ni taarifa ya awali. Watu kama wakina Nestori, wakina Ali Omari tutaendelea kuwapokea hapa na ukimpata kijana wa Chadema amepigwa, ametupwa, kuna namba za makao makuu tupigieni simu, kuna namba za viongozi watafuteni, na wakipatikana waleteni makao makuu au wakimbizeni hospitali, sisi tutawafuata walipo kwenda kuwatibia, kuwahudumia na kuwaunganisha na wenzao. Na tukimaliza wakipata ahueni, tutawaleta tuwapangia viti mbele ya TV, tutamsikia mmoja mmoja akiongea namna kilichomtokea nini, na baadaye chama kitatoa mwelekeo mbele tunaelekea katika njia gani. Peoples. Kwa hiyo kuhusu pia mawakili, tumeona leo tusiingie jambo la mawakili. Kipindi haya yote yanaendelea, mawakili bado walikuwa mahakamani na tunaambiwa muda mfupi uliopita ndio wamemaliza briefing. Kwa hiyo na mawakili wengine washaongea kule Kisutu, na kama hawajaongea chama kitaweka utaratibu namna gani mawakili kesho kujitokeza na kueleza kesi inaendaje. Lakini vile vile mwenyekiti wetu kwa sisi ambao asubuhi tulikuwa tuko sehemu tuna coordinate, mwenyekiti wetu yuko imara na ndio maana amesema yeye hana haraka kuliko kesi endeshwe chochoroni, yuko tayari asije mahakamani hata miaka 20. Hata pale ndio atakapokuwa kesi yake endeshwe kwa uwazi na watu wote waruhusiwe kuisikiliza. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Asante.